Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ma'al mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum biihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana watazamaji wetu katika kipindi cha darasani ndani ya channel yenu pendwa ya Rabta TV. Leo tukiendelea na hadithi yetu ya 9 tuliyoisoma katika juma lililopita, hadithi ambayo mpokeaji wake ni Abu Huraira radhiallahu anhu, na tulieleza asili yake, sifa yake na moja kati ya mambo makubwa aliyofanya katika dini. Muhimu, kama hii video ndio ya kwanza kwako kuisikiliza, basi tizama na video iliyopita ili uweze kujifunza, maana kuna mambo mengi mazuri yatakayobeba maendeleo ya hadithi ya leo tutakayoisoma. Ndugu zangu, matini tuliosimamia katika hadithi ni pale ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathrat masailihim, hakika waliangamia waliokuwa kabla yenu kwa wingi wa maswali. Hapa tunapaswa tuweke kituo na ili tuweze kuifafanua au tueleze maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kuuliza katika Uislamu si kosa. Kama tulivyosoma katika hadithi ya mwanzo kwamba Mtume siku moja alikaa na maswahaba zake, akaja mtu ambaye alielezwa sifa zake. Alikuwa na nywele nyeusi sana, lakini pia alivaa mavazi meupe sana yenye kung'aa, na mtu huyo hakuna yoyote katika maswahaba ambaye alikuwa anamjua ametokea wapi au ametokea upande upi, amna anayemfahamu. Na mtu huyo alipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakaa kwa adabu kama tulivyosoma huko mwanzo, lakini akaanza kumuuliza, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil iman. Vyote hivi akawa anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hapa la kwanza tuweke kichwani, Mtume katika hadithi alivyosema, fa innama ahlaka alladhina min qablikum, hakika waliangamia wengi waliokuwa kabla yenu. Kwa maswali, kukuuliza kwingi wa maswali, sio maswali ya kutaka kujua, sio maswali ya elimu, bali kuangamia huko kulipatikana au kulitokea kwa sababu ya kuuliza kwa maswali ili tu ya kutaka kuleta ubishi. Kivipi? Tupate mifano. Katika Qur'an tunasoma suratul Baqara. Kiswa hiki ndicho kiswa kilichobeba jina la sura, kwamba katika zama za Nabii Musa alayhi salam alipatikana mtu alikufa. Watu wa mji, kaumu ya watu waliokuwa pahala hapo, wakamfuata Nabii Musa alayhi salam, wakamwambia, ewe Musa, mtuambie, wewe si mtume wa Mwenyezi Mungu, nani aliyemuua mtu huyu? Mtume Musa, Nabii Musa alayhi salam akawaambia ya kwamba hakika tazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyo kawaida yake katika mlima Sinai alipokuwa akitekeleza ibada na kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tamu Mwenyezi Mungu atakaponiambia basi mtu wenu huyu aliuliwa, tutajua nani amemuua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa hukumu Nabii Musa alayhi salam, nenda kawaambie wachinje ng'ombe. Hapa palitosha kabisa kwa wale watu waliotaka kujua nani aliyemuua huyo kijana, kwamba wakichinja ng'ombe basi watamjua na yule mtu atafufuka kama ilivyoelezwa katika historia na atamtaja aliyemuua ni nani. Lakini sasa wakafanya mzaha, wakamwambia, ewe Musa, wewe na Mungu wako mnatufanyia mzaha, sisi tunataka tujue nani aliyemuua, wewe unatuambia tuchinje ng'ombe? Musa na Mwenyezi Mungu na Mola wako mnataka kutufanyia mzaha? Nabii Musa alayhi salam akasema hapana, na najilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa watu wenye kufanya mzaha. Mwenyezi Mungu amewataka mchinje ng'ombe ili muweze kumjua nani aliyefanya jambo hilo. Basi wale watu wakaanza kuleta maswali ya ubishi, na hapo na sisi ndio tunajifunza. Wakaanza kumuuliza, hebu tuambie, kamuulize Mungu wako huyo ng'ombe awe ng'ombe wa jinsia gani, lakini pia ng'ombe awe ana rangi gani, na awe na sifa gani? Je, ambaye anafanya kazi zile ngumu za ulimaji na nyinginezo, awe ng'ombe wa aina ipi? Kwa maswali haya mengi Mwenyezi Mungu akawapa jambo gumu kwa wao kulitekeleza, akawaambia mtafuteni ng'ombe wa manjano, yani ng'ombe mwenye rangi ya njano na sifa nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazitaja. Basi hawa mabwana ikawa kazi kwao kumpata ng'ombe huyo, lakini Mwenyezi Mungu akawajalia wakampata na wakatekeleza alichoambiwa, na mwisho wa siku yule kijana alifufuka na akasema nani aliyemuua. Katika kiswa hiki Suratul Baqara kuanzia aya 67 mpaka 73 utapata habari zake. Inaonyesha ya kwamba kule kuuliza kwingi wa maswali
inaweza ikasababisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuangamiza. Maswali ambayo yatakuwa hayana mantiki ya kutaka kujua, bali maswali ambayo yatakuwa ni ya kutaka kuleta kibri, ya kutaka kubisha kwa nini Mwenyezi Mungu ameamua hivi, kwa nini Mwenyezi Mungu amepanga hivi. Haya maswali hayafai. Lakini pia katika historia tunaelezwa hadithi hii pia ambayo tumeisoma hapa. Abu Huraira na baadhi ya maswahaba wengine na wapokeaji wa hadithi wanasema kwamba ilikuwa ni katika hija ya kuaga. Ilikuwa na maelezo mengi mtume alipokuwa akiwahutubia watu, lakini akasimama sahaba mmoja anaitwa Al-Aqra ibn Habis. Huyu alimuuliza mtume wa Mwenyezi Mungu, mtume aliposema kwa Mwenyezi Mungu ameifaradhisha kwenu nyinyi ibada ya hija. Mtume akasimama, hakuendelea. Sahaba huyu akasimama na akamwambia, ya Rasulullah, kila mwaka tuje kufanya ibada ya hija? Mtume hakumjibu. Ile sahaba akarudia tena mara ya pili, ya Rasulullah, kila mwaka tuje kuhiji? Mtume hakujibu tena ile swala. Mara ya tatu yule sahaba akauliza tena, ya Rasulullah, kila mwaka tuje kufanya ibada ya hija? Lakini pia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani juu yake, hapo sasa ndipo akamwambia, lau ningeitikia naam, basi hili swala kwenu nyinyi lingekuwa gumu, ndio maana nikanyamaza. Kwa hapa pia tunapata kuona, ndugu zangu Waislamu, hata yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu hakuyaweka wazi kwa kupitia kinywa cha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kana kwamba Mwenyezi Mungu ameyasahau, bali ni rehema kwetu sisi. Ndio maana katika Qur'ani imekuja, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantah. Yale ambayo kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zije yake, amewaambieni yachukueni, na yale ambayo kwamba amewakatazeni jiepusheni naye. Sasa kuna mambo hapa katikati tutayapata ambayo mtume hakutuambia wala hakutukataza. Haya ni yapi? Haya sio kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyasahau, la, bali ni rehema kwetu sisi. Kwa hiyo tusitake kupekua na kuuliza baadhi ya mambo ambayo hayana mantiki, bali yale tuliyopewa tuyachukue, na yale ambayo kwamba yameachwa, basi hiyo ni rehema kwetu sisi na sio ikawa mtihani kwetu sisi. Mmoja katika mabwana wakubwa siku moja aliulizwa na wanafunzi akiwa darasani, na ni kiso kidogo chenye kufresha lakini chenye kufundisha. Alikuwa akisoma habari za Nabii Musa alayhi salam na miujiza yake. Kama tunavyofahamu, Mwenyezi Mungu alimpa miujiza mingi. Miongoni mwa miujiza aliyopewa Nabii Musa ni kwamba Mwenyezi Mungu alimpa fimbo. Fimbo ambayo kuna wakati ilikuwa inageuka inakuwa nyoka. Basi kuna mwanafunzi aliuliza darasani kumuuliza mwalimu wake, ya Sheikh, hivi fimbo ya Nabii Musa alayhi salam ilitokana na mti gani? Hapa ndio tunapata kujiuliza na kujifunza kwamba sio kila jambo unatakiwa ujiulize. Wewe utambue hii ilikuwa ni fimbo ya maajabu. Hata ingekuwa katika miti tunaoifahamu wakati huu wakati sisi kama mpela, mwembe, kipi kingeleta faida gani? Yaani ingekusaidia kitu gani? Kwa muhimu tuulize maswali kama yalikuwa maswali ya Nabii ya Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unauliza kwa maslahi ya umma, unauliza kwa faida ya wewe na nafsi yako, kwamba je, Mwenyezi Mungu amesema hivi, hukumu yake ipoje? Kwa hapa ndugu zangu Waislamu, ni sehemu kubwa katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kujifunza. Kisha na maneno ya mwisho Mtume akamalizia akasema, waqtilafuhum ala anbiyaihim, na kule kupingana na mitume yao, kwamba hao watu wa mwanzo waliotangulia pia moja ya sababu ya wao kuangamizwa ni kule kupishana, kupingana na mitume yao. Na hapa pia historia ipo nyingi sana katika Qur'ani na katika baadhi ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutawataja manabii wachache. Wa kwanza ni katika jambo ambalo kwamba mimi nitalisema hivi sasa ni jambo la kawaida au ni jambo linaonekana la sawa katika jamii yetu. Ni jambo gani? Ni watu wa Nabii Lut. Mtume Lut alayhi salam, watu wake, kaumu yake iliangamizwa kwa mambo ambayo hivi sasa katika jamii yetu, katika dunia yetu yanapewa nguvu kubwa. Hivi sasa kuna mashirika na makampuni mengi duniani yanasapoti masala ya ndoa ya jinsia moja, ima mwanaume kwa mwanaume au mwanamke kwa mwanamke. Sasa haya mambo ndugu zangu Waislamu, watu wa Nabii Lut waliangamizwa, na katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ameeleza hatari yake na laana walioipata watu hao, kwamba ardhi ilichukuliwa ikageuzwa na wakafunikwa juu chini kwa kule kupingana na mtume wake ambaye Mwenyezi Mungu aliwapeleka kwao wao. Na sisi haya mambo hivi sasa ambayo tunayashikamana naye, tunayasupport, zipo taasisi nyingi, mpaka katika michezo leo hii zipo timu ambazo sisi huenda tunazishabikia, tunazipenda, zina support na zinaweka kiwango au posho maalum kwa ajili ya kuziendesha taasisi hizi. Hayo yote ni makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tujiepushe na. Lakini mtume wa pili au nabii mwingine ambaye tunaweza tukaeleza habari zake, habari ambazo pia hivi sasa katika zama zetu pia zipo na watu wengi wanazifanya, ni Nabii Saleh alayhi salam. Watu wake
walikuwa wakifanya dhulma katika kupima, katika upimaji, katika mizani, walikuwa wakifanya dhulma. Mfano, mtu anaweza kataka auzwe kitu, labda apimwe kitu kwa kilo 1, basi ule mzani wao wanakuwa wanauweka katika kiwango, sio kile kipimo kinakuwa hakifiki. Na hapa pia ni tahadhari, ndugu zangu Waislamu. Haya mambo ni haramu katika Uislamu. Wewe unaifanya biashara, na sasa wale unafanya biashara katika njia za watu kupita, katika njia za barabara kubwa, watu wanaosafiri, wapo watu special wanakaa na vipimo vyao, lakini vipimo havijatimia. Unaweza ukaenda ukataka kununua labda kisado hivi cha nyanya au kisado au gunia la mkaa, lakini kile kitu kinapambwa juu tu, chini huku unawekewa vitu tofauti kabisa. Sasa pia ni tahadhari kwamba watu wa Nabii Saleh waliangamizwa kwa kufanya makosa ambayo hata hivi sasa sisi tunayafanya. Kwa tahadhari, tujiepushe nayo. Na matukio yapo mengi katika Qur'ani, na matukio yapo mengi katika historia ya Mtume, na matukio yapo mengi ambayo kwamba tunayo sisi tujifunze na tujiepushe nayo. Muhimu ndugu zangu Waislamu, tushikamane na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mpaka kufikia hapa tumejifunza maneno mengi, tumejifunza mambo mengi kwa kupitia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhimu tunarudia tena kuhusiana na kukumbushana, usiache kufuatilia vipindi hivi, usiache kufuatilia channel yetu ya Rabta TV. Subscribe uwe mwanzo kupata kila taarifa mpya, kila kipindi kipya kitakachorushwa katika channel hii. Lakini pia usiache kuuliza swali, maoni na ushauri. Sehemu ambapo mnaona kuna jambo tabii tuliongeze, basi unaruhusiwa kushauri. Lakini pia kama kuna jambo tulipunguze, pia unaruhusiwa kulishauri. Muhimu sote tufike na tuyafikie yale mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi kukutana nayo, na wasi mingine ni pepo, na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe watu wa peponi. Lakini pia tuweze kubadilisha hali zetu. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilisha hali za watu mpaka watu wenyewe kwanza wabadilishe hali walizokuwa nazo katika matendo yao, katika mazungumzo yao. Kwa muhimu sisi darasa zetu hizi tunapeana, tunakumbushana tuweze kubadilisha hali zetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatubadilisha hali zetu fi dunia wal akhir. Mpaka juma lingine, Mwenyezi Mungu awabakishe, awape nguvu nyinyi na familia yenu pamoja na vizazi vyenu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.